Wakulima wa chama kikuu cha ushirika Tunduru Agricultural Marketing Cooperative Union yaani TAMCU wamelizia kuuza korosho zao zilizoingizwa katika mnada wa pili wa chama hicho kwa bei ya juu ya shilingi 2560 huku bei ya chini zikiuzwa kwa bei ya shilingi 2460. Akizungumzia mwenendo wa mauzo ya zao la korosho kuanzia mnada wa kwanza, meneja wa TAMCU kinachohudumia mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Marcelino Mrope amesema kuwa katika mnada huu wa pili zaidi ya tani 8,000 zimeingizwa sokoni, na hapa anaeleza mwenendo mzima wa zao la korosho kwa msimu huu wa mwaka 2025-2026. Naitwa Marcelino Mrope, ni meneja wa chama kikuu cha shirika Tunduru. Naomba nitoe kidogo taarifa ya mnada uliopita, mnada wetu wa kwanza kwa mkoa wa Ruvuma. Katika mnada wa kwanza tuliuza jumla ya tani 6,100 ambazo zilikuwa na thamani ya zaidi ya milioni 17, ambapo mnada huo ulifanyika siku ya Jumatano ya wiki iliyopita, lakini mpaka kufikia siku ya Jumapili ya wiki hiyo tayari nilikuwa tumeshafanya malipo kwa wakulima na kumaliza siku ya Jumatatu. Tunapokwenda kwenye mnada huu wa leo wa pili, mnada wa pili kwa mkoa huu wa Ruvuma, tushalipa tayari zaidi ya bilioni 17 kati ya zile bilioni 9 kwa maana ya thamani ya mnada huu wa pili. Na katika mnada huu wa kwanza bei ya juu ilikuwa ni shilingi 2,440 na bei ya chini ilikuwa ni shilingi 2,280 na kufanya bei wastani kuwa 2,381. Na katika mnada huu wa pili wa leo tumeingiza sokoni korosho tani 8,441 ambazo bei ya juu ilikuwa ni shilingi 2,560 na bei ya chini ilikuwa ni shilingi 2,460 na hivyo kufanya bei wastani ya mnada wa pili kuwa 2,524. Na tunauza thamani nzima ya mnada huu wa pili ni zaidi ya shilingi bilioni 1. Labda nitumie nafasi hii kwanza kuwasisitiza wakulima kuendelea kuzingatia ubora, kwa sababu ukilinganisha mnada wa kwanza korosho kidogo ilikuwa na ubora ambao baadhi kwa maana ya kati ya tani 100 kama 90 kidogo isiotili kwa mishuka kidogo ubora, kwa maana tutapata bei ambayo sio rafiki sana. Lakini katika mnada wa pili vitu vya msingi kwa maana ya bangos vimeendelea kuwatiza wakulima wanachagua korosho ya chini, kisha siku tunaweza kupata bei ya 2,524. Ni bei ndogo, ni bei nzuri sana kwa na bei ambazo tunapata ya mazao yetu jirani, lakini ni waahidi wa wakulima wetu wanunuzi wakilipa kwa wakati kwa mujibu wa mwongozo wa masoko na mauzo ya zao hili la korosho, wakilipa kwa wakati. Leo tumefanya mara Jumanne mpaka Ijumaa kwa kushirikiana na maafisa wa shirika na vyama vyetu vya shirika vya msingi, mpaka Ijumaa fedha hizi zote zitakuwa zimeshafika kwa wakulima. Tuko hapa kwa ajili ya kuhudumia wakulima, na nyinyi mnafahamu wakati fulani tunakuwa tunaga kazi sana, lakini wakati wa msimu kama huu sisi ndio tunapata kazi na hatutalala usiku mchana kisha kwamba wakulima. Labda niseme kidogo kuhusiana na mfumo wa TMX au kama soko la bidhaa Tanzania. Mfumo wa kuuza mazao ya kutumia mtandao ni mfumo rafiki sana. Mimi niseme huko nyuma ulikuwa ni mfumo ambao tunatumia njia ya box, ulikuwa na changamoto zake, kwa hiyo serikali nadhani iliona na kuamua kutoa mfumo wa TMX, mfumo wa kuuza mazao kwa njia ya mtandao. Kimsingi huu mfumo umetuwezesha sisi wakulima kupata bei iliyoko sokoni, kitu ambacho huko nyuma ilikuwa kidogo ni ngumu kwa sababu wanunuzi walikuwa wanatoka wanapotoka. Naye mwenyekiti wa chama hicho Musa Manjaule ameeleza kuwa kwa mnada wa kwanza tayari malipo ya wakulima yameshatoka na wakulima wameanza kupokea fedha zao, na hapa anaeleza zaidi. ambao wanasimamia mambo ya malipo. Kwa hiyo kama kwenye mapia masibu wangu wa TAMCU wanalipa kwa ofisi. Kwa hiyo eneo hilo sisi tunakuwa tunafauza sana. Kwa hiyo ndani ya siku 5 muuza kile kama hii tumechukua
mfano tumepokea hapa, kwa sababu tunaenda kukutana na AMCOS zote baadaye leo, naamini halitajitokeza tena, wataenda kuweka hizo lebo kama sheria inavyotaka ya bodi ya korosho. Shauri Mokiwa, meneja wa bodi ya korosho mkoa wa Ruvuma, amewasisitiza wakulima kuhakikisha wanaendelea kulima mazao ya kibiashara ikiwemo korosho na kuhifadhi korosho katika ubora unaotakiwa ili kuweza kuingiza mazao yao katika ushindani wa soko la kimataifa. Na hapa anatueleza. Naitwa Shauri Mokiwa, ni meneja wa bodi ya korosho tawi la Tunduru. Kwa hapa namwakilisha mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho. Leo tumefanya mnada wa pili na tunashukuru bei zimeendelea kuimarika. Lakini sababu pamoja na mambo mengine, sababu zinazotufanya bei ziimarike ni kuimarika pia kwa ubora. Kwa hiyo tunawashauri wakulima na wadau wote wanaodeal na korosho kwamba hakuna namna ya kupata bei nzuri kama korosho sio. Kwa hiyo wazingatie ubora kuanzia shambani. Kwa kipindi hiki tunavuna korosho. Kwa hiyo hakikisha korosho unavuna kwa kudondoka, usivune, usitikise wala usichume. Uokote, utenganishe korosho na bibo, uzianike kwa siku isiyopungua 3 ukiwa unazigeuza. Lakini baada ya hapo ni kuchambua, kutoa kitu ambacho sio korosho ikiwa na vile vikonyo, lakini kitu ambacho sio korosho, korosho mbovu, korosho ndogo sana, zote zitolewe, then zitunzwe katika magunia yanayopitisha hewa. Isiwe viroba havipitishi hewa. Unatunza kwenye magunia yanayopitisha hewa, na baada ya hapo kama uko tayari kupeleka leo sokoni, basi utunze katika eneo lako ukiwa umeweka pale chini ama mbao au miti mikavu, kuhakikisha ule unyevu kutoka chini hauingii katika korosho, lakini pia usikutanishe katika ukuta. Kwa kufanya hivi, tunaamini kabisa tutapata korosho bora. Na tunaenda kwenye mvua. Kipindi cha mvua tuokote korosho kila siku, kwa sababu unapoziacha zinaendelea kunyeshea, unyevu utakuwa mkubwa. Ukiuza korosho zenye unyevu mkubwa, zinaweza zikaoza ama kuota. Matokeo yake tutapata korosho zisizo bora na tutapata bei duni. Ni waasi korosho bora, bei bora sokoni. Naye mkuu wa wilaya Tunduru Dennis Masanja ametoa pongezi kwa bodi ya korosho mkoani Ruvuma kwa kuweza kusimamia zao la korosho na kwamba korosho za wakulima kwa sasa zimekuwa bora, hivyo wakulima watanufaika na zao lao la korosho kwa kuuza bei nzuri zaidi. Kwa hiyo ni mara yangu ya kwanza kushiriki kwenye mnada wa korosho hapa wilayani kwetu Tunduru. Niwapongeze kwa mnada mzuri na wa uwazi, na niseme tu kwamba bei za leo zinaridhisha na zinaakisi ubora wa korosho tunayozalisha katika wilaya ya Tunduru. Lakini pongezi hizo zisiwafanye wakulima mkabweteka. Mmesikia meneja wa CBT, lakini na mtaalamu ameelezea kuhusiana na masuala ya SOT au short. Hii ni ukumbusho kwamba ili tuweze kuwa na bei kubwa ya korosho ni lazima tuzingatie zile kanuni na njia za kilimo bora cha korosho. CBT wanajitahidi sana, wamewasambaza wataalamu kwa maana ya maafisa ugani katika kila kata wilayani kwetu, wamewawezesha. Sasa wakulima, hebu tuwatumie hawa wataalamu. Hawa ndio watakao tusaidia sisi katika kuhakikisha kwamba korosho tunayoizalisha wilaya ya Tunduru na mkoa wa Ruvuma ina ubora. Na kama tulivyosema mwanzo, ili upate pesa nyingi, bei ziwe kubwa, ni lazima korosho ziwe na ubora. Kwa hiyo ndugu zangu wakulima, kwa maana hapa kuna wawakilishi wa wakulima, tuzingatie zile kanuni au misingi au njia au ule ushauri unaotolewa pamoja na miongozo inayotolewa na wataalamu wa kilimo. Kama nilivyosema, bahati nzuri wilayani kwetu Tunduru tunao wataalamu kwenye kila kata. Bodi ya korosho wamepeleka wataalamu kwenye kila kata, na wale wataalamu wamewezeshwa nyenzo mbalimbali ikiwemo usafiri kwa maana ya pikipiki, wanazunguka kila sehemu. Kwa hiyo wakulima tuwafuate hawa wataalamu, tuwatumie
ili tuweze kuzalisha korosho zenye ubora. Tumeelewana jamani? Tumeelewana wakulima? Unaona mnada wa leo ukiangalia bei ina wastani nafikia 2500 na kitu. Ni kwa sababu korosho zote zilikuwa zinaenda wanasema shoti ya kuanzia 50 kwenda juu. Kwa hiyo korosho zetu zina ubora. Sasa ni mategemeo yangu hata kwenye minada mingine itakuwa hivyo. Kwa hiyo tusipweteke, tuendelee kuzingatia kanuni, miongozo na maelekezo yote yanayotolewa na wataalamu kwa lengo la kuzalisha korosho zenye ubora. Lakini kingine ambacho ningependa kuzungumza leo, jana nilifanya ziara vijijini huko tarafa ya Nalasi. Kwenye kila mkutano kwa kijijini nilikuwa nakutana na maswali ya wakulima kuhusiana na kwanza bei na hizo grades. Ni maswali ambayo bahati mbaya sikuwa na mtu wa TAMCU wala mtu wa CBT. Nilikuwa tu na Dalfu ambaye naye kidogo majibu anayo, lakini majibu sahihi yangetolewa na watu wa TAMCU pamoja na watu wa CBT. Ni kwamba wakulima wengi hawana uelewa, hawana elimu kuhusiana na hizi grades ambazo zinatokana na hizo SOT. Kwa hiyo wito kwa TAMCU pamoja na CBT, mwatumia wale maafisa ugani waliopo kule vijijini, kule kwenye kata, kutoa elimu kwa wakulima hususan kipindi hiki ambacho tunaendelea na minada ya korosho. Wengi hawajui. Kuna mmoja jana pale Njenga ameniuliza mimi sijui korosho zangu zimeuzwa kwa bei gani. Na sijui daraja lake ni lipi. Ikabidi sasa mimi nianze kutumia tu mtaalamu nilionao wa masuala ya loti na nini na kuwaeleza kwamba hivi na hivi kidogo, na kwa kushikana na afisa kilimo, mifugo na uvuvi wa wilaya wakawa wameelewa. Lakini hao wananchi wanataka elimu. Tumeelewana jamani? Wanataka elimu. Kwa hiyo TAMCU pamoja na CBT tusaidie kutoa elimu kwa wananchi. Wanahitaji elimu kuhusiana na mfumo wenyewe ulivyo wa hizo SOT. Wajue kwamba korosho kikubwa ni kuambia tu, ili kuepukana na haya watu wanatakiwa wazalishe korosho zenye ubora, lakini wanahitaji elimu. Sina mengi, lakini niwapongeze pia wakulima. Nyinyi hapa ni wawakilishi wa wakulima. Niwapongeze kwa kuwa watulivu kipindi cha uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi.